kwa mateka. Ya kwamba wakati mwingi tuko na manda ama tuko na neno ambalo linatuongoza ya kwamba mama muombezi, mama ambaye moyo wake ni wa uombezi, intercession. Lakini unakuta ya kwamba maana uliwekwa mateka hauwezi ukaomba. Hello? Ya kwamba uliweza ukanaswa. Umenaswa na mambo ambayo ni tofauti. Umenaswa na mambo ambayo wewe huyajui ya kwamba yalikunasa na ukawa pale. Hawa wana wa Israeli walikuwa wamenaswa. Na kwa hiyo walikuwa wanauliza aje tuweza kuiba namna gani na vinubi na vinanda ili hali tuko katika nchi ya utumwa. Na kwa hiyo hata wewe unauliza hapa ukija CRC nitaweza kuabudu Mungu namna gani ya kwamba mimi sijifahamu ya kwamba uko kwenye mateka. Halo. Ya kwamba mateka haya ya kwamba wewe uko kwenye mateka. Lakini tunaona hawa ya kwamba walikuwa wauliza nitaweza kukusifu namna gani ili hali niko kwenye utumwa, nimeshikwa mateka. Utaambia mtu aje ameshikwa mateka, yule mtu wako jela siku ya leo anaweza akawa huru. Mtu aliye jela ako huru. Na kwa hiyo sisi wengi tuko kwenye hizo vifungo. Ni vifungo ambazo mama yetu alituambia hapa, hatupigani vita vya mwili na damu lakini kiroho. Inakuta ya kwamba ili hali unatembea uko sawa sawa, umejirembesha urembo, lakini katika kiroho uko kwenye jela. Haleluya. Na hiyo ndio inakufanya unafikiria mambo ni kawaida, lakini siku ya leo nataka nikufungue nikwambie ya kwamba jela ambayo uko utatoka. Jela ambayo uko ya kwamba imekufanya uliyekuwa muombezi, uliyekuwa kila wakati you have been interceding for this altar, you've been interceding for Tanzania. Lakini kipindi kikafika ya kwamba wewe ukikula ugali na kula ugali na samaki tatu utajisikia wakati jua iko nje. Sema sio mimi. Na kama unafanya hivyo sema nitabadilika. Nitabadilisha. Au sikubadilika niko nimesikia. Ya kwamba ujue ya kwamba hawa walikuwa wanauliza nitawezaje kuimba wimbo ili hali mimi niko kwenye nchi ya utumwa. Na kwa hiyo wakachukua vinumbi wakazihanga, wakaziweka pale juu. Akachukua drum akazihang juu. Akachukua kila ya aina ya uimbaji wakazichukua, kwa sababu sisi tunakumbuka hao walikuwa waibaji sana. Tunakumbuka ya kwamba hata wakati walikuwa na Miriam, Miriam aliongoza kikundi katika uimbaji. Kwa hiyo ni watu ambao walianza uimbaji kutoka kitambo. Lakini kipindi hiki tunaona ya kwamba imefika wamewekwa kwenye inaitwa mateka, si ndio? Wameshikwa, wamewekwa kwenye mateka. Na wakiwa kwenye kule mateka, kwa sababu number 1 ukiwa kwenye mateka lazima ukasirike. Halo? Ukiwa kwenye mateka unajua kila kitu ni kikwazo. Hata wewe mwenyewe wewe ni kikwazo kwako mwenyewe. Unakuta mama ambaye alikuwa anakuja kanisani amevaa vizuri, all of a sudden hata nguo ya kulala anakuja nayo. Alikuwa anakuja anaimba vizuri, lakini kipindi imefika akishika microphone anaimba kama simba kwenye msitu. Kwa sababu kiroho chake hakiko mahali yako. Kiroho chake kiko kwenye jela. Bwana Yesu asifiwe. Mnaelewa ninachokisema? Ya kwamba ndio nakuuliza, utawezaje kuimbia Mungu ya kwamba wewe uko kwenye jela yako? Na hii jela unaweza jipeleka wewe. Wengine tumejipeleka jela tukasema ya kwamba ukaona dada yako wanasumbuana na mume wake ukasema mimi siwezi taka kuolewa. Sasa hapa pastor Happiness naomba upatie dada fulani mtu wa kumuoa, umpatie. Lakini wewe mwenye ulijipeleka jela. Nataka niondoe hiyo mawazo. Nataka nikwambie ya kwamba utatoa hizo fikira kidogo kidogo, maana wakati wa kutoka kwa jela umefika. Haleluya. Ukajipeleka jela. Ukaona, ukasikia kuna mtu fulani aliyeanguka na ndege, ukasema
mimi siwezi taka kuingia kwa ndege. Na ili hadi mchungaji anasema tuko international. Na wewe unasema amen. Wacha kusema amen. Kwanza dini na wewe mwenyewe ujitoe kwa jela ili watu wengine wafunguke na wafunguliwe. Maana wacha kupeleka kanisa la CRC kwenye jela. Kaa kwenye jela wewe peke yako. Haleluya. Amen. Ukasikia ndege, mimi mume wangu mama yake alikuwa amesema hawezi taka mtu ambaye ataenda university, kwa sababu kuna mtu kule university ya kwetu ya Nairobi wa kwao alienda akaanguka kwenye swimming pool akafa. Na kwa hiyo mama yake akasema hawezi taka kusikia mtu mwenye ameenda university. True to the word, hakuna mtu alienda akiwa hai. My husband was the first person na alienda akiwa 42 years. Akamaliza, sasa hii akarudi kufanya masters. Aliporudi kufanya masters, imekuwa duara, hakieleweki. Kwa sababu mzazi alimweka wapi? Na kwa hiyo wengine wetu hivyo ndivyo tulivyo, tukawekwa na wazazi na ukakaa. Mama yako hajaolewa akakwambia wanaume ni wabaya, ni wake mbaya, wako ni mzuri. Tunaelewana? Akakwambia ya kwamba usifanye hivi, usiende hivi. Watoto wako kama kule kwetu, si tuna kabila 42. Na kwa hiyo hizi kabila zote huwa tunaongea na lugha zetu. Hata mimi na huyu dada hatuko lugha moja. Kwa hivyo wakati wote tunazungumza Kiswahili. Sababu hatuko katika lugha moja. Lakini unakuta wakati mtoto amezaliwa anapelekwa kule nyumbani, mwanzo akanyolewe nywele kwetu. Halo? Anapelekwa kule akanyolewe nywele, anapelekwa kule akanenewe. Haleluya. Na wakati huo unatakaniwa, wakati mtoto anaenda kunyolewa, si mtoto anataka kunyolewa, unataka kuhimizwa ya kwamba mtoto lazima ajue lugha ya mama. Lugha hii ya mama si lugha tu, ni lugha ambayo itafunga mtoto maeneo yake. Mtoto hata ukitaka aende international school, utamkuta unampeleka katika local school huku anaambiwa moja jumuisha moja. Ili hali wengine wako huku wamepeleka watoto mahali wanaongea Kizungu, wanafunga mapua kidogo, wanasema what are you saying? Ili hali watoto wako hata wakisikia mtoto anayezungumza Kizungu anakimbia, anaondoka. Kwa nini? Maana ulimpeleka kwa nyanya, nyanya akazungumza, akawekea mtoto wako uwa, mtoto akaingia kwa jela. Na leo ninachokisema, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This is deep. Kwa sababu hizi ndizo mambo zimetufunga na ambazo zimetupeleka jela. Wazazi wametupeleka jela bila sisi kujua. Unapeleka mchumba, unaulizwa anafanya nini? Ulimuona ile kitu anafanya ama ulimuona kwa sababu ya mapenzi? Na nyinyi kwa nini mnaambia your parents mtu anafanya nini? Mwambie aliumbwa akaupika. Ukiulizwa hapana, ni pastor gani? Pastor. Sababu pastor wanajulikana na ati hapana, anapeleka daladala. Mnaziita daladala? Mnaziita nini hizi? Sisi kwetu ni tuktuk. Bajaji. Ni bajaji. Tuktuk kwetu ndio bajaji. Ya kwamba unamwambia baba, wakiwa na mama, baba, huyu ambaye nimekuletea anaendesha ako na bajaji. Ala, ati nini? Na wewe unauliza mama kuna shida? Na wewe unamwambia iko. Badala ya umwambia, akikuuliza anafanya nini? Hapana, he is fearfully and wonderfully made. Why? Maana mikono yetu ikafunzwa kufanya utajiri. Sasa ukienda kuambia mama hivi, hata huyo alikuwa anakuwa anaingia mahali ulienda chuku. Kama sawa, sema sawa. Sawa. Ya kwamba ni
kipindi kinafika ya kwamba wewe ujinasue kwenye huo mtego. Asante. Ya kwamba ujinasue kwenye huo mtego ambayo uko. Wewe ulikuwa mzuri sana kwa kuja kanisani mapema. Ikafika siku moja ukaanza kufika kanisani kama mnafika saa 12, ulikuwa unafika saa 12, ukajikuta siku hizi unafika hata 7. Unaambia mama kikuuliza hii na leo umechelewa kidogo, nilala kidogo nimechoka. Lakini mbeleni huko unachelewa. Kwa nini? Maana kiroho chako kimeanza kukuondoka, unabaki mwili. Watu wengi tulio nao ni miili, lakini kiroho kimepungua. Kwa nini? Kwa sababu tumejiingisha kwa mambo ambayo imefanya tukaweza kuweka vitu vyetu pembeni za uimbaji. Na kama kuna kitu kinatuletea ushindi ni uimbaji. Wakati mambo ni mabaya, ambia Mungu na burudika ndani mwako. Maana ninajua ya kwamba nikiburudika ndani mwako kutakuwa na ushindi. Jehoshaphat hakupigana, aliweka waimbaji mbele. Aliweka waimbaji kwa sababu wakati ule wanacharaza kile chombo ya kwamba sauti inaenda bali inasikika, kuna jeshi kubwa linakuja. Ili hali wewe wakati mambo kama haya yanakuja, hauitafakari, wewe unakaa tu unazembea. Unasema yamekuja. Hata kwetu tuna wimbo tunaimba tunasema yote ikikuja ikuje. Kwa nini unakubali yote ikikuja? Wewe ni wakupokea kila kitu. Ati yote itakayokuja wacha ikujie nani? Will you contain all this? Utaweza kukaa na hizi vitu zote ndani? Ndio maana unakuta ya kwamba kama ulikuwa unakuja kanisani mapema, kama ulikuwa unakuja kufanya usafi, unakuja ya kwamba umeanza kupunguza kuja kufanya usafi kanisani. Na mchungaji alikuja hapa, nilikuwa nimeenda kuchomwa nywele jana mchungaji, nikachelewa. Sio nywele, ni kwa sababu umeanza kupungukiwa. Na wakati ulipungukiwa, ukaweka vinanda vyako mahali, ukaweza kuziweka hanging. What is hanging in Kiswahili? Kuhang something on the wall. Henga. Kutunika. Tunika. Hiyo wachana nayo, hata kama sielewi wacha ikae. Ya kwamba wakati wewe unachukua kinumbi chako na unakimwagika pale, ya kwamba unangoja nani akuchukulie acheze. Akichukua ataiba mtindo ambao sio wako. Akichukua atafanya kanisa yote iweze kuwa haieleweki. Kwa sababu umechukua kinumbi cha mwingine. Mnanielewa tuseme? Ya kwamba wengine kazi yao ni kucheza ile keyboard. Mwingine akikuja ambaye hajui huyu dada anayeongoza vizuri vile anashikanisha nyimbo, atakuja by the time ako nyimbo katikati ndio anashika rhythm. Kwa nini? Kwa sababu tuliweza kumwagika, vitu zetu ziko kwa ukuta. Sasa na ujue kitu ikiwa kwa ukuta, ile kitu inafanyika ni kwamba vumbi inajaa. Vumbi kijaa, maradhi ndio hayo. Ndio maana tuna watu wengi kanisani wagonjwa na hawajui ni wagonjwa. Ukikutwa na mama kama vile mama alikuwa anatuambia ya kwamba kama huendi upigiwi simu na utembelewi, mwenye anakutembelea umemjulia hali. Si ndio mama yetu alituambia ya kwamba wewe unataka ukue wa very important, ukue mtu wa maana, ili hali uliweza kuhani kitude chako kiko pale kwenye ukuta, na unataka mama akuje aje na akuombe. Hauko, ni mwili, roho hako. Na kwa sababu hawa watumishi wamewekwa hapa kwa sababu ya roho ya Mungu, wao wana connect in the spirit, not in the body. Sema amen. Sipiga makofi kama unaelewa ninachokisema. Ya kwamba hawa watu namba wale, wakati umefanywa vitu vyako vya uimbaji uweze kuziweka pembeni, ya kwamba you don't care. Hata viatu unakuta ya kwamba hata viatu vilivyokuwa vinapigwa rangi hazina. Wewe ulipaguza na kitambaa chafu, hata unakuta hata ikiwa ya black inaonekana.
You don't care. You don't care any style of the hair. You come with weird hairstyles in the church. Hata watoto wakiamuka usingizi akukute, karibu mtoto atoroke. Anaona kama ni shetani. Unajua kuna hairstyle watoto wanapigaga tu kwa church. Si watoto wote kanisani hawaliaki kwa kuwa na shida. Mtoto anaweza amka akute style nyingine Kwa hiyo lazima tujue hata style zetu za nywele ni gani. Yaani evaluate yourself. Kabla utoke nyumbani, jiangalie, jipime na ujipe max. Ulize mtoto nikipakana na nikaa karibu na mtoto amke, atastuka. Mchungaji akiniwekelea mikono atastuliwa na nywele. Wengine ni mitindo kwa sababu vinumbi vyenu mliweka pembeni. Kama kuna wakati utatoa kinumbi chako ni huu, ili uweze kupelekwa bado nafasi nzuri ya Mungu, ili ukaweza kuomba na mambo ikateteke. Lakini tumekata, na ndio maana umekuta siku hizi kazi mingi iliyoko ni ya kuombewa. Watu hawataki kuomba, wanataka mchungaji niombee. Mchungaji anakuombea na yeye ako na yake, anataka kanisa liende hatua nyingine, lakini wewe unamletea mzigo. Je, wewe unamuombea? Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.